katika uwanja wa KMC, mnyama Simba anashinda kwa bao moja kwa sifuri dhidi ya Singida. Mzee wa Saluti, habari yako kaka? Njema, alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Ndio. Yes. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Jini katoka mganga hoi. Tulitegemea itakuwa mechi ngumu kwa sababu unapocheza na Singida unakuwa umecheza na shoga yake na Matukujungu. Kwa hiyo ni watu ambao wenye asili moja, yani asili moja. Kwa hiyo hawa Singida walikuwepo hapa takriban wiki 3 wako Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mpango mkakati ambao waliokuwa nao dhidi ya mechi hii. Unaona, hilo ni la kwanza. Lakini la pili, nimependa sana ufundi ambao walikuwa wanaonyesha wachezaji ndani. Singida amecheza vizuri, hasa kipindi cha kwanza amefanya zone marking. Kipindi cha pili nadhani umemuona, kipindi cha pili amefunguka. Kuna mchezaji mmoja katikati alitoka Kevin Nation Naftal, akaingia Damaro Kamara. I say malaki Kamara alikuwa akipiga mikasi, anamwangalia Ibrahim Imolo yuko wapi, huyu hapa. Yaani kipindi cha pili tunaangalia mpira huku. Of course, lakini kwa sababu gani? Tumetoka katika mechi kubwa sana, yenye tension kubwa. Lakini hii haitokei bahati mbaya. Kwa mfano mechi hii imeisha, game nyingine inayocheza ni lini tena ya NBC tarehe 15. Kulikuwa kuna ulazima gani wa bodi ya ligi kuweka, umetoka katika mechi ya finali, mechi ambayo wachezaji wanatumia fatiki kubwa, uweke siku 2 game, afu tena uweke tena siku 2 mechi? Kwa nini hii mechi usiweke tarehe 5 huko? Mechi tuna tarehe 15 huko. Kwa nini usipangie tarehe 10, usipangie tarehe 5? Kwa hiyo unaona kuna mpango fulani mkakati ulikuwa unatumika kwamba bwana hapa acha tuwape mechi hii ili tuwatoe kwenye reli, lakini mnyama huyo anachanja mboga. Mzee wa Saruti, unasema ratiba kwa upande wenu nyinyi inawabana zaidi? Of course ratiba ilikuwa inatubana, palikuwa hakuna haja kwa sababu kuna game nyingine ilikuwa ni tarehe 15. Kwa hiyo hapa katikati pote hakuna mechi yoyote. Kulikuwa kuna ulazima gani wa bodi ya ligi kuweka mechi? Yani bodi ya ligi palikuwa hakuna ulazima wa kuiweka hii mechi leo wakati tuna mechi nyingine tarehe 15. Kwani tarehe 5 silikuwepo, tarehe 8 silikuwepo? Yes. Kwa hiyo unaona kuna wakati mwingine bodi ya ligi walikuwa wanafanya vitu ambavyo kwamba tuweke kitu hichi ili mnyama apotee, lakini mnyama ndio hapotei, anachanja mbuga, huyo hapo, huyo anaondoka. Lakini alhamdulillah tumekamilisha, tumefanikisha, tunaendelea na mechi ijayo. Lakini mechi ambayo ilikuwa ina intensity ya hali ya juu, mechi ambayo ilikuwa ina ushindani wa hali ya juu, mechi ambayo unaona kabisa kila mchezaji alikuwa anaitaka. Palikuwa hakuna mchezaji ambaye aliyokuwa anajidondosha, unaona kabisa kila mchezaji alikuwa anaitaka mechi. Lakini Singida mwanzoni, kama nilivyosema mwanzoni, walikuwa wanazuia, lakini kipindi cha pili katoka Kevin Nation Naftali ambao alikuwa na style red card, lakini referee kwa huruma yake akaingia Damaro Kamara, akaanza kuonyesha mchezo mzuri na sisi tukaanza kujilinda. Na kama ulivyokuwa unajua, beki zetu nyingi zilikuwa zinafanya nini? Kama zilikuwa zinakatika mno. Kwa sababu gani? Tayari tumetoka katika mchezo mmoja mgumu mno. Ndio maana narudia tena maneno yale. Kulikuwa kuna ulazima gani bodi ya ligi? Tumetoka yani michezo 3 ambayo inashika hatima yako uiweke siku 2 zinazofanana. Kwa hiyo tunaona kabisa hapa kulikuwa kuna jambo. Kafu ametutendea jambo huko, afu tena hapa tena watu walikuwa wanataka tena watutendee jambo. Sisi hilo hatukukubali. Bodi ya ligi hawajafanyia sawa. Yes, hawajafanyia sawa kwa sababu mchezo mwingine wa NBC unacheza tarehe 15. Yaani baada ya hapa hakuna mchezo wote mpaka tarehe 15 Simba anacheza. Sasa kuweka NBC leo umetoka kucheza tarehe 25, unakuja sijui tarehe 27, 28 unaweka mechi, tarehe 31 unaweka mechi. Yaani hapana, hii ilikuwa sio sawa. Hii mechi ingekuwa tarehe 5 kulikuwa kuna shida gani? Ingekuwa tarehe 8 kulikuwa kuna shida gani? Tarehe 10 kuna shida gani? Lakini kwa kuwa bodi ya ligi sasa wameshapigwa pressure na wao ndugu zetu Matukunyungu kwamba sisi ili kucheza mpaka muondoke. Kwa hiyo na wenyewe wanaona hebu acha tumsetie hizi ratiba ngumu ili naye apoteze, lakini mnyama apotezi, huyo anachanja mbuga. Ndio maana nikakwambia ule ubaya ambao tulikuwa tunasema kafu kule walivyotufanyia umeturudia, na bodi ya ligi walikuwa wanataka waturudishie mle ndani yake, lakini mambo hayajakubali ndugu yangu. Vipi mbio za ubingwa mpaka hivi sasa zimekaaje sasa? Tumetoka kushinda leo. Of course tumetoka kushinda leo, ina maana bado pointi moja kwa yule ambaye anayetuzidi, anayeongoza. Yes. Kwa hiyo tarehe 15 mechi hiyo tunataka
Yani ukisikia bora punda afe mzigo ufike, ndo mechi ya tarehe 15, mechi ya hatima. Manake hii ilikuwa imeshikilia tu hatima yetu, ila mechi ya tarehe 15 ni ya kumaliza kila kitu ili tuingie pale juu, ili tumalizane na Ken Gold na Isi, ambao mchezo bila shaka utacheza nadhani kama Sumbawanga, kwa sababu pale kwao kutakuwa kuna mechi ya mwisho wanacheza Prison, bila shaka kati ya hivyo. Kwa hiyo tumemaliza hii game alhamdulillah, manake nilikuwa na pressure ndugu yangu, acha mchezo. Of course mimi nilikuwa nakuja kwa tension kwamba hawa wachezaji, unajua Singida wana timu nzuri, sio kwamba ni timu mbaya, tena wana timu ya kucompete kabisa katika mashindano ya CAF Confederation Cup, sio CAF Champions League, hapana. Yani unaona kabisa hawa wana timu, lakini kinachowaharibia ni yale mambo ya kujinasibisha na timu zingine. Mfano mechi ambayo iliyoisha, mechi ambayo Singida walicheza na ndugu zetu Matukunyungu, wewe ulimuona wapi Rashid Juma Mtabigwa amepangwa katika mechi yoyote? Mechi 18 hajacheza, afu akaja akapangwa na mechi na wao. Gadiel Michael Kamagi hajacheza mechi takribani mechi kibao, ila mechi ile pale akacheza. Mchezaji sijui nani anacheza, Maruf Chakei anacheza katikati, anawekwa beki. Kwa hiyo unaona kabisa mbona kabisa kuna mauza, lakini mechi ya leo unaiangalia kikosi kudadeki, unaona huku Ande, huku Ibrahim Kabu, nani yule Ibrahim Komoro sijui Imoro, unaona kabisa hii mechi hawa jamaa wanaitaka, na kweli tumepata shughuli, lakini alhamdulillah tumeshinda huu mchezo. Tunaingia mchezo mwingine wa hawa tunarudiana nao kule Manyara tarehe 15. Mimi ndo naitaka ili nikae juu nimalize ule mchezo, na bila shaka ule mchezo watu waje, watu wote ambao waliokata tiketi wa mikoani, na matajiri zangu wakina Ngosha Petro, matajiri hao wakina Nkinda Shoot walipoteza nauli kuja, afu mechi haipo. Na mimi nawaambia njooni, mechi ipo tarehe 15. Sisi tunaheshimu uongozi. Sikiliza mimi bwana, katika imani yangu ya dini inaniambia hivi, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atiu Allah, mtii Mwenyezi Mungu, wa atiu Rasul, na utii mitume wake, wa ulul amri minkum, na wale wenye mamlaka juu yenu. Katika mpira wa Tanzania nani mwenye mamlaka juu yetu? Mwenye mamlaka ni bodi ya ligi, TFF na bodi ya ligi. TFF na bodi ya ligi wanakuambia mchezo ni tarehe hii, alafu usicheze utakuwa una nidhamu. Kwa hiyo mechi ipo na ratiba inaonyesha mechi ipo, na hiyo mechi ndio tunaenda kukaa kileleni Simba Sports Club. Watu wao, kwa sababu tuna hasira, kwa sababu tumejeruhiwa CAF Confederation Cup kwa hujuma. Yes, kwa hujuma. Kwa hiyo kwa nini tarehe 15 mtakuwa bado mna hasira? Yes, of course. Yani sisi tulikuwa tunataka kwanza hii mechi ambayo iliyokuwa na hatima tuimalize, alafu tumalize mechi ya tarehe 15. Kwa nini mechi ya tarehe 15 nina hasira? Kwanza nina hasira ya kutaka kukaa kileleni. Cha pili nataka kuchukua ili kombe. Cha tatu, huyu alikuwa ananisimanga nilivyokosa kombe kanisimanga vya kutosha, lakini of course alafu kusimanga kwake hajazingatia uweledi, kaenda kuandaa. Sasa sikiliza hao jamaa wanapokuwa hawana akili ya branding, kaenda kuandaa bango, kaweka Simba Sports Club, alafu mle kaweka wadhamini wetu, kaweka Mbet, kama utaangalia kwenye lile bango kaweka Mokola. Yani ina maana wale wanatufanyia promotion bila wao kujua. Sasa mpaka nikawa namuuliza ndugu yangu Keifo, namwambia bwana, hivi jamani, is your brain working properly? Kweli hivi bongo wenu nani take place sawa sawa? Mna wadhamini, badala hao wadhamini ndio nyie mwa brand, ila mnakuja ku brand watu wengine. Lakini tunawashukuru, lakini katika hiyo mechi tunasema tuna hasira, tunataka tumalize hiyo mechi kuchukua ubingwa, yani nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa, kumfunga, kwa sababu hapa katikati game mtawalia mauzauza anatokea mengi sana mpaka ananifunga kwa mauzauza. Lakini cha tatu ni ile kwamba nitamwambia wewe ni Matukunyungu au wewe ni Berkane, ujibu kwanza alafu ndio tumalizane. Kwa hiyo mechi ipo, wala watu wasiwe na wasiwasi, na ninataka kukaa kileleni bila shaka.
bila shaka mnaona kabisa CAF wamenifanyia ubaya, yani ubaya ubwela wamenirudia. Kwa nini nakwambia CAF wamenifanyia ubaya ubwela? Kuna seti ya waamuzi watano bora Afrika. Kuna mwamuzi anaitwa Mustafa Ghoriba kutoka Algeria, kuna mwamuzi anaitwa Issa C kutoka Senegal. Hiyo ndio seti ya waamuzi bora. Kuna mwamuzi anaitwa Jinja Q Gabo Ndala kutoka DRC Congo. Alafu kuna mwamuzi anaitwa Mumtaz Abdallah kutoka Libya. Alafu kuna mwamuzi anaitwa Beida Dahane. Hii seti ya waamuzi watano. Hawa waamuzi watano wameapia CAF Confederation Cup na CAF Champions League. Msimu uliopita kila mechi wamechezesha mpaka CAF Super Cup wamechezesha wote watano. Lakini sasa unaona mauzauza yaliyotokea msimu huu, seti ya waamuzi wote wameenguliwa. Kawekwa huyu Beida Dahane ndio achezeshe mechi ya mwisho. Inatakiwa uwe na jicho la tatu ndio utajua mambo haya. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Beida Dahane ni mwamuzi kutoka Mauritania. Mauritania, angalia katika ramani, Mauritania, Algeria na Morocco ni mataifa ambayo yamepakana, japo hapo ukanda tofauti. Maana tuna kanda 5. Tuna kanda ya COSAFA, kuna SEKAFA, kuna WAF, kuna UNIFACT na kuna UNAF. Kongo yuko UNAF. Sisi tuko SEKAFA. Lakini sisi na Kongo ni watu ambao tuko jirani. Kwa hiyo Beida Dahane anatoka Mauritania ambao taifa na Morocco zipo, yani kama zipo karibu. Kwa hiyo inatakiwa uwe na jicho la tatu ndio ujue mambo kama haya. Kwa hiyo ni hivyo. Yes, wametufanyia ubaya ubwela, lakini hii niwaambie watu inatakiwa tutafute na sisi watu mle CAF, kwa sababu bila hivyo hatutoboi.